Unatazama Muungwana TV. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kukutana hapa kwa unyenyekevu mkubwa, tukiwa na afya tele. Tuna kila sababu ya kusema tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kabla ya kuendelea, tutumie nafasi hii katika kumshukuru yeye kwa sababu ametujalia kusafiri salama mpaka kufika hapa. Leo tumekutana hapa kwa ajili ya shughuli mbili au vikao viwili, na tunaanza na kikao cha kwanza. Lengo ni kupokea taarifa kwenye kila kata. Sasa tulitamani hiki kikao tukifanya tangu kuanzia saa 3, lakini kwa mkosi kutokana na majukumu mbalimbali, mambo ni mengi, tumechelewa kufanya. Kwa hiyo kwanza niombe radhi kwa kuchelewa kwa sababu tuko nje ya muda. Lakini sambamba na hilo, tuna kata 34 ambazo natakiwa kuwasilisha taarifa za kata katika baraza la madiwani. Ndicho ambacho tunaenda kukifanya. Niwaombe, kwa kuwa taarifa hizi tunazo, niombe uwasilishaji uwe wa namna, badala ya kufika kila mwasilishaji kutoka kwenye kila kata, naomba turidhie tuwasilishe kwa ufupi, ni kwa wachache, lakini kama kuna kata ambayo kuna hoja nzito ambayo lazima leo tuisikie, basi nitatoa nafasi hiyo kwenye uwasilishaji kwenye kata hiyo. Nikipitia hizi taarifa zetu za kamati za maendeleo, naiona hapo kata ya Chikundi kuna jambo ambalo limenishtua kwenye upande wa changamoto. Kuna ile changamoto ya mwisho, malipo ya mzabuni bado hayajafanyika yote kituo cha afya Chikundi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mabaraza kadhaa imekuwa hili jambo tukiliongelea sana, na mpaka tukafika hatua tulitoaga adhimio juu ya hilo jambo, kisha wale mafundi wanamaliziwa kulipa fedha zao ili tuepukane ile adha kule wananchi wetu. Na pia hata mwenyekiti wa kamati wa maendeleo aliwahi kusema kwa uchungu sana na kwa hisia kwenye hili baraza kutokana na adha anayepata kwenye ile kata yake. Lakini leo tunakuja kuiona tena hii changamoto imejirudia. Ni lini sasa halmashauri itakwenda kumaliza hii changamoto ya kumlipa huyu mzabuni kwenye kituo cha afya, ili sasa hata mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya maendeleo haweze kupumua na wananchi wake kule? Tunataka majibu jitosheleza juu ya hili jambo, na ikiwezekana liishe kabisa, tusilisikie tena. Niombe kiti chako, lakini niombe kiti cha mkurugenzi kufanyia kazi maazimio, kwa sababu lipo jambo la msingi tulilizungumza siku ile kuhusiana na kituo cha afya cha Nagaga. Lakini kwa taarifa niliyokuwa nayo, bahati nzuri limetekelezwa, lakini kwenye muktasari unakuta hakuna maazimio. Sasa tulikuwa na maazimio mengi, moja nalikumbuka hilo, lakini dale nimesahau, lakini tulikuwa na maazimio yasiyopungua 4 siku ile. Sasa niombe tuwe makini kwenye kuiangalia. Mimi siamini sana kama maazimio haya yanaachwa kwa kujisahau, siamini sana. Kwa tujitahidi, kwa sababu vikao hivi afya yake ni maazimio. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nizungumzie changamoto ya kwenye kata ya Sindano inayoendana na kata ya Upaso, inayoendana na kata ya Ikumbulu, inayoendana na kata ya Chaulu na Vila pamoja na Chikolopola, juu ya changamoto ya wafugaji, namna wananchi wetu wanapopata adha kubwa katika kipindi cha kilimo. Sisi kama halmashauri tumeshindwa kweli cha kufanya, kwa sababu hali inayoendelea sasa hivi, wakulima wako katika hali ya mavuno, ufuta na nini. Wale ng'ombe wanapoacha wanaharibu mpaka zile chache ambazo wale wakulima wanaanikia ule ufuta. Tumefikia hatua sasa, hii changamoto ni kubwa sana, hasa si watu ambao tunaishi mpakani kule pembezoni mwa Ruvuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikikupendeza, kutokana na changamoto hii ya muda mrefu kama alivyoeleza Mheshimiwa Diwani wa kata takatifu hapo, hali sio nzuri. Kama halmashauri hatuna cha kufanya, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nusuru wakulima wale, ili kunusuru ule uchumi wa wakulima wale. Wananchi wanapata shida kule. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mimi nitaka nizungumzie hoja moja juu ya masuala ya barabara. Kwa mujibu wa mtandao wa barabara wa halmashauri ya wilaya ya Masasi, tuna mtandao mkubwa sana kuliko bajeti tunayopata kupitia TARURA. Nithamini sana kazi kubwa wanayofanya wataalamu wa TARURA kwenye barabara zetu. Wanafanya kazi kubwa na ngumu. Lakini
lakini kutokana na bajeti ndogo ambayo inatofautiana na mtandao wetu wa barabara tulionao, barabara zetu huwa hazikamiliki kwa maana ya matengenezo yanayofanyika. Kuna baadhi ya vitu vinapungua, hasa mifereji kwenye barabara zetu inakuwa. Lakini la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Masasi kuna maeneo yana barabara kubwa zinazounganisha wilayani, ikiwemo barabara ya kutoka Masasi kwenda na Marembo, barabara kutoka Masasi kwenda na Matutu, ambazo ni barabara kubwa za kiuchumi. Kwa pesa ambazo halmashauri ya wilaya ya Masasi tunazipata kupitia bajeti ya TARURA, zile barabara kutokana na matatizo yaliyopo kwa sasa haziwezi kukidhi kuzitengeneza zikatosha kwenda kutengeneza barabara zingine ambazo zipo kwenye halmashauri ya wilaya ya Masasi kwa sasa. Nilikuwa niombe kwa umaalumu wake halmashauri kama inaweza kufanya jambo lolote juu ya barabara zile. Hali ni mbaya sana kwa upande ule. Waheshimiwa madiwani wa kanda zile kule wako kwenye mazingira magumu sana katika kuisemea ile barabara. Jambo la pili, la tatu, barabara ya kutoka Chiungutwa kupitia Mpindimbi kwenda Chikukwe ni barabara ambayo kwa sasa inatusaidia kwa dharura zinazotokea kwenye hospitali ya Mbuyuni kuelekea hospitali ya ndani. Lakini barabara hii ina shida kutoka Chiungutwa kwenda Nanjota na kutoka Mpindimbi kuelekea Chikukwe. Ilikuwa niombe watu wa TARURA maeneo yale waweze kuyafanyia kazi ili kusudi ile barabara iweze kupitika vizuri, ili dharura ambayo inatokea hospitali ya Mbuyuni kupata rufaa kwenda Ndanda waweze kutumia hiyo barabara ili kusudi waweze kufika kwa wakati. Asante. Mimi pia kata yangu iko mpakani wa Masasi na Nyamyumbu. Hili tatizo la wafugaji wapo lipo, na washawahi mpaka kupigana wafugaji na wakulima, wakaumizana, wakulima wakalazwa Ndanda zaidi ya miezi miwili. Lakini ilani ya Chama cha Mapinduzi inaelekeza wafugaji wote wanatakiwa wakakae kwenye wilaya ya Nanyumbu, ndiko maeneo yalipo. Je, serikali itaanza lini kutekeleza ilani hii? Serikali itaanza lini kutekeleza ilani hii kuondoa wafugaji wote kwenye wilaya ya Masasi? Kuna changamoto ambazo zipo kwenye kile kituo. Changamoto ya kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, pale hakuna maabara. Kwa sasa maabara iliyopo pale wanatumia chumba kidogo sana cha futi 8. Lakini kile kituo kina uwezo wa kufanyia uchambuzi sampuli 51. Lakini kulingana na upungufu huo kwa sasa wanaangalia sampuli 23. Hivyo naomba kabisa kwenye baraza lako tukufu uchochee serikali yako kunijengea kwenye kile kituo jengo la maabara ya kisasa, kwa sababu pale panafanyika uchambuzi wa sampuli tofauti zikiwepo sampuli hatarishi, kwa mfano ya TB. Hii TB inabidi ikachambuliwa kwenye chemba ndogo kwa sababu ni ugonjwa ambao unaleta maambukizi. Hivyo kulazimika kwenye chumba hicho kwenda kuchambuliwa sampuli za kinyesi, mkojo, damu na sampuli zote. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba ombi langu lichukuliwe kwa mapana zaidi, sehemu A. Lakini sehemu B, Mheshimiwa Mwenyekiti, kituo cha afya Chiwale kimejengwa mwaka 1991. Pale kuna majengo hafifu, lakini kuna majengo chakavu. Kwa mfano, jengo la OPD na jengo la IPD. Ili haya majengo ni chakavu kabisa, hadi inapelekea wagonjwa wanapokaa kusubiria huduma siku linawaangukia wagonjwa. Ni hali ambayo inasababisha hatari kwa wagonjwa. Wengine mkumbuke, wanakwenda pale wamevunjika miguu, hawezi kukimbia anapotokeza majengo kama hayo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hayo majengo naomba kabisa watujengee majengo yaliyokuwa bora ambayo yataweka usalama kwa wagonjwa wetu. Sehemu ya tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, pale hatuna uzio. Kile kituo hakina uzio, hadi inayosababisha vibaka wanakwenda kujikwata vyupa vya uji.
wanaiba kwa sababu wanapita sehemu yoyote, lakini pia wanaweka njia mpaka sehemu kwenye jengo la kujifungulia kina mama. Sasa hali kwa kweli haipendezi. Inawezekana siku moja utamkuta dada yake au mama yake mdogo anajifungua analia, yeye anakwenda kuiba uji. Hiyo hali haijakaa vizuri, Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante, tumepokea. Mwisho, sehemu ya 4, kituo kile kina watumishi wachache. Watumishi wanatakiwa pale watumishi 51. Kwa sasa wapo watumishi 15, pungufu ya watumishi 36. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwa juhudi zako na mliangalie sana swala la kituo cha Chiwale kwa eneo watumishi. Asante, naomba kuwasilisha. Asante. Mimi naitwa Salma Maleka, diwani kata ya Mkululu, kata mama, kata ambayo ni kubwa kuliko zote wilaya Masasi. Kiwango kubwa kuhusu swala la barabara. Kata ya Mkululu tumepakana na wilaya Newala, na gari ambayo tunaitumia kutoka kwenye kata yetu kufika Masasi ni gari ambayo inatoka wilaya Newala. Changamoto kubwa ni kuhusu barabara. Kata ya Mkululu barabara zake kwa kweli sio mzuri, haziridhishi. Hata tulipopata taarifa kwamba mwenge unakuja, bado tunashangaa barabara gani wataitumia. Ninaomba kwa heshima na taadhima, mtu angalie sana kata ya Mkululu kuhusu swala barabara, kwa sababu hata maunganisho ya kutoka kata ya Mkululu kwenda na Mwanga ni shughuli. Kata ya Mkululu kwenda Lulindi habari zake ni ndefu, hadi tunapokuja hapa inakuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo tunaomba kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Mwenyekiti, utuangalie kwa jicho la huruma. Jambo la pili kuhusu elimu. Kata yangu ni kubwa kama alivyosema, ina vijiji 11. Shule za msingi ziko 5. Na watoto wanatoka kiumbali sana mpaka kukuta shule ilipo. Kwa hiyo ninawaomba nalo muliangalie ziwe shule tahajali ili lisajiliwe. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuniona. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mapato ya halmashauri ambayo yanapotea kwenye kata ya Nanganga, kijiji cha Nanganga B, sawa sawa na changamoto yao ambayo wameieleza hapa kwenye taarifa yao kwamba kuna mwenyekiti wa kijiji na jina kabisa ametajwa kwamba anazuia mapato ya halmashauri kwenye kijiji chake cha Nanganga B, ambayo amemtaja hapa anaitwa Fadhili Bakari Lipindimwichwe aka Kadala. Nilikuwa naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hilo lifuatilie ili mapato ya halmashauri yetu yasipotee, tuyapate kama yalivyokusudiwa, na labda unaweza kufahamu kulikoni huyu mwenyekiti wa kijiji amechukua maamuzi ya kuzuia mapato yetu. Asante, naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Tumia nafasi hii kukushukuru kwa kunipa nafasi hii niweze japo kuchangia chochote kunako changamoto za kata yangu ya Vijelejele. Mheshimiwa Mwenyekiti, japo kumesemwa kuunde tume ambayo inaweza kusupply kwenye maeneo kwa ajili ya kuona changamoto zilizopo, binafsi nitumie fursa hii na mimi kusema chochote, japo kuna taarifa ambayo ipo. Moja katika jambo ambalo napenda kutolea changamoto ni kwenye ujenzi wa zahanati kwenye kijiji cha Nambunda ambacho takribani miaka 10 na kitu mpaka sasa hakuna kilichoeleweka, iko katika hatua ya rinta. Lakini pia uchakavu wa shule ya msingi Nambunda, niseme tu inaendana umri hiyo shule na alichokizungumza kakaangu Bwana Telela, majengo yake ni chakavu kupita maelezo. Lakini pia barabara inaunganisha kutoka Mijelejele kuja Chungutwa kwenye kivuko cha Mto Mwiti Mipande Tumtengula, hali ni tete. Hapo pia ni sehemu muhimu ambapo pana mawasiliano
kutoka kata ya Namwanga Mijilejele kupitia Mipande kwenda Chungutwa kwenda kwenye hospitali ya wilaya ya Mbuyuni. Kwa hivyo hali ni tete na kwa sasa hapapitiki, tunapata wakati mgumu sana kwenye eneo hilo. Kwa hivyo, lakini pia bila kusahau changamoto iliyokuwepo shule ya sekondari Mijilejele, moja katika shule ambazo zimefanya vizuri kwa muhula uliopita kidato cha pili. Pale hapana umeme, lakini pia vifaa vya kimaabara hakuna kwa ajili ya kufanyia masomo wale watoto wa kidato cha pili na vidato vingine. Kwa hivyo ningeomba niwasilishe hili, tichukuliwe, niombe mwenyekiti jambo hili lifanyiwe mkazo ili tuweze kutengeneza watoto walio maalumu kwenye kata ya Mijilejele. Mijilejele sifa yake ni kwa wasomi. Asante, niombe kuwasilisha. Ukiangalia mambo yaliyojadiliwa na waheshimiwa madiwani haya, kwanza ni mambo ya muhimu kwenye halmashauri yetu, na kama kweli tunataka tukatekeleze kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Lakini mambo haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, hayajagusa tu ofisi ya mkurugenzi, yamegusa baadhi ya idara na taasisi ambazo haziwajibiki moja kwa moja kwenye ofisi ya mkurugenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mathalani zimegusa mtandao wa barabara. Mimi naweza nikawa muongo kusema nitatekeleza, lakini kuna mengine yamegusa mpaka watu wa maji, yamegusa TANESCO, mambo ya umeme, watu wa REA. Lakini naona kuna maeneo mengine mpaka hata yanagusa taasisi zingine au vyombo vingine ambavyo vinatusaidia kwenye mambo ya ulinzi, mathalan kwenye mambo ya kwenda kuswaga wanyama na mifugo inayoingia kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo lazima pia tukatahusishe taasisi zingine kama polisi na ofisi ya mkuu wetu wa wilaya. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikuombe kwa busara hizo ya kwetu sisi kama watendaji, ambaye anagusa halmashauri moja kwa moja, mathalan kama elimu, afya, kilimo na baadhi ya maeneo ambayo sisi yanatugusa moja kwa moja, tunayachukua kwa sababu zipo changamoto ambazo zimetajwa hapa Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa madiwani. Zingine zipo katika utekelezaji na zingine zipo katika uratibu, lakini na zingine zipo katika mipango na zimepelekewa fedha, na zingine unakuta hazijaanza utekelezaji. Mathalan nikichukua hoja ya mfano ya shule shikizi pale Mkururu, kuna fedha ambazo tumepeleka shule ya msingi Mkururu kwa ajili ya ujenzi wa shule kule, lakini unakuta zile fedha zimepelekwa toka zimepelekwa bado hazijaanza. Kwa hiyo unakuta pale kuna vitu vinatoka kufanya. Lakini la madawati, mathalan upungufu wa madawati, Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka huu tumetengeneza madawati kwa ajili ya shule za msingi madawati 500, lakini tumetengeneza madawati ya sekondari madawati 1000 na yako yanatengenezwa. Kwa hiyo hizi taarifa zote mimi ningekuomba Mheshimiwa Mwenyekiti tukaziandae, ambazo ni changamoto lazima zipate majibu na zitekelezwe kuletwa kwa hawa. Kwa hiyo mimi ni kama ikipendeza Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa busara tungezichukua hizi zile wakati tunafanya vikao vyetu kwenye kamati, basi hizi taarifa zipelekwe huko, kwa sababu tunazo kamati mbalimbali. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti ndio ningependa niseme kwa ukubwa huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa kunisikiliza. Ninashukuru kwa namna ambavyo tumefanya kikao hiki. Tumepokea taarifa, tumejadili kwa kiasi chake, yaliyoweza kuzungumzwa yamezungumzwa, licha ya kwamba kulikuwa na urefu wake katika kupokea taarifa, lakini imani yangu tumekosoana, tumeelekezana. Msingi mkuu ni kunyooka ili tuende kule tunakokusudia. Kasoro zozote huwa hazijitokezi isipokuwa kwa malengo ya kutaka kurekebishana ili tuwe na msimamo wa pamoja katika kuyaendea haya. Tumepewa dhamana ya uongozi kwa wananchi. Tunapokutana hapa si katika kuchelewesha muda au kupoteza muda. Tunafanya mambo ya msingi ili athari ionekane katika jamii iliyotupa dhamana. Waheshimiwa madiwani, mimi niwapongeze. Safari ilikuwa ndefu.
mpaka sasa niseme kwamba tunafikia hitimisho katika kikao hiki. Unatazama Muungwana TV.